Hujambo na karibu World Sport 14, tuangazie taarifa zinazogonga vichwa vya habari za michezo nchini Tanzania. Nyundo ya ligi kuu Tanzania TPLB yavishukia vilabu, waamuzi na wadau wengine wanaojihusisha na mchezo wa soka nchini. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake kilichokaa Machi 17 mwaka huu ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi kadhaa katika ligi kuu ya NBC. Kwenye mchezo namba 72 Singida Black Stars dhidi ya Young Africans ambao ilimalizika kwa sare ya 0-0. Kamati hiyo imeamua kwamba shabiki wa klabu ya Yanga aliyetambuliwa kwa jina la Carlos Leonard Mayangula, ambaye amekuwa akiambatana na walinzi wa klabu hiyo, amefungiwa miezi 12 kwa kosa la kuongoza mashabiki na maafisa wengine wa ulinzi kuvunja madirisha ya chumba cha kuvalia na kusababisha uharibifu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kipengele cha pili ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Klabu ya Young Africans imetozwa faini ya shilingi milioni 5 na kuamriwa kulipa gharama za matengenezo ya madirisha na maeneo mengine ya chumba cha kuvalia yaliyoharibiwa na mashabiki hao. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kipengele cha kwanza na cha tatu ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Mchezo namba 111 Singida Black Stars dhidi ya Simba Sports Club ambao ulimalizika kwa Simba kushinda goli 3-1 mbele ya Singida. Mwamuzi wakati wa mchezo huo, Katanga Hussein kutoka mkoani Tabora, amefungiwa mizunguko mitatu kwa kosa la kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu katika mchezo huo. Mwamuzi huyo alishindwa kufanya maamuzi sahihi kwa mujibu wa sheria baada ya goalkeeper wa klabu ya Simba Jibrila Kasali kucheza rafu dhidi ya mchezaji wa Singida Black Stars Joseph Gwede ndani ya eneo la penalty. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza mabano 1.8 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza mabano 1.8 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Klabu ya Singida Black Stars ya mkoani Tabora imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la meneja wa timu hiyo Othman Najal kutokuvaa sare za timu kama maafisa wengine wa timu. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 kipengele cha 8 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kipengele cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Mechi namba 104 Azam FC dhidi ya Young Africans ambayo ilimalizika kwa sare ya 0-0. Klabu ya Azam imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo walitumia njia ya kuingilia vyumbani, yani kwenye korido, kwa shughuli hiyo kabla ya kuanza mchezo huo, ambao ni kinyume cha matakwa ya kanuni ya 17 kipengele cha 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kipengele cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Mwamuzi wakati wa mchezo huo Ali Mnyupe kutoka Morogoro amefungiwa mizunguko mitatu kwa kosa la kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu katika mchezo huo. Mwamuzi huyo alishindwa kufanya maamuzi sahihi kwa mujibu wa sheria baada ya Mendoza, mchezaji wa Azam FC, kucheza rafu dhidi ya mchezaji wa Young Africans Prince Dube ndani ya eneo la penalty. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kipengele cha kwanza mabano 1.8 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. Na klabu ya Young Africans imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kuwarushia chupa za maji waamuzi wa mchezo huo wakati wakitoka uwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo huo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kipengele cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Ni hayo tu kwa sasa. Kwa habari zaidi tafadhali endelea kufuatilia World Sports 14. Kwa heri.